Bwana, kama sio biashara bora, basi tunaweza tukasema ni kete ya mafanikio ya klabu ya Young Africans. Pacome Peodo Zouzoua, taarifa ambazo tumezipata huko nchini Algeria imekuwa superb kabisa. Tunaweza tukasema Pacome anaipaisha Yanga kimataifa. Mimi naitwa Yusuf Katalambola, the voice of miracles. Huo ni muktasari tu kuelekea taarifa ambayo nataka nikujuze kwa wakati huu kumuhusu Pacome Peodo Zouzoua, hasa kuelekea katika mchezo unaofuata wa ligi ya mabingwa Afrika, yani CAF Champions League dhidi ya JS Kabylie, timu ambayo anakipiga mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba Babacar Sall, lakini pia mchezaji wa zamani wa Simba ambaye sasa yupo Azam, kiungo Sadio Kanuti. Young Africans wamefika salama huko nchini Algeria, lakini kilichotokea huko ndo tunaweza tukasema kwamba Pacome Peodo Zouzoua anaipeperusha vyema bendera ya Young Africans. Mimi naitwa Yusuf Katalambola, the voice of miracles. Nikukaribishe kutangaza biashara yako na Off Pitch TV. Namna gani unaweza ukafanya hivyo? Tucheki kwa namba ya simu ya 0711659593. Wahi sasa, kuna ofa kem, gharama ni nafuu zaidi na tangazo lilokuwa bora zaidi kuhakikisha biashara yako inafanya vyema kwenye masoko. Sasa twende nikupe taarifa kiujumla ambayo kumuhusu Pacome Peodo Zouzoua na namna gani ambavyo anaipeperusha vyema bendera ya Young Africans kimataifa. Wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, yani CAF Champions League, Young Africans wametua jana nchini Algeria, huku habari kubwa kwenye vyombo vya habari ikiwa ni ubora alionao kiungo mshambuliaji wa timu hiyo Pacome Peodo Zouzoua, raia wa Ivory Coast. Young Africans watashuka dimbani Ijumaa hii saa 1 usiku kukipiga na wenyeji wao JS Kabylie katika mechi ya ligi ya mabingwa Afrika hatua ya makundi, ukiwa ni mchezo unaosubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa soka barani Afrika. Uchunguzi ambao ulifanywa na baadhi ya watu ambao wamefika huko Algeria, ndo hao ambao wametupa taarifa, ni kwamba umebaini vipindi vya television, radio na magazeti kupitia wachambuzi mbalimbali nchini Algeria wamekuwa wakimjadili zaidi Pacome Peodo Zouzoua kama mchezaji hatari kwenye kikosi cha Young Africans, ambaye JS Kabylie wanapaswa kumchunga kwa umakini mkubwa zaidi kwenye mchezo wao huo wa hatua ya pili ya makundi ya CAF Champions League. Uchambuzi wa viwango bora, uchambuzi wa kiwango cha mchezaji Pacome Peodo Zouzoua ulianza kufanywa na wachambuzi hao kabla ya Young Africans kutua Algeria, na ulikuelezwa zaidi baada ya nyota huyo kutakata katika mechi iliyopita dhidi ya AS FAR Rabat, ambapo wananchi waliibuka na ushindi wa bao 1-0 nyumbani, likiwekwa wavuni na Prince Mpumelelo Dube. Mengi yalichakatwa na wachambuzi hao wameelezea zaidi katika kumwelezea Pacome, mmoja ya wachezaji ambaye benchi la ufundi la JS Kabylie wanapaswa kumfanyia kazi namna gani ya kumdhibiti, kwa kuwa ndiye injini kubwa ya Young Africans hasa kwenye eneo la ushambuliaji. Walimsifia Pacome kwa uwezo wa kumiliki mpira, mbio na akili ya kufunga, vitu ambavyo sio wachezaji wengi wanaweza kuwa navyo. Lakini kwa Young Africans, na kuwa na mchezaji wa namna hiyo ni hatari kwa Waarabu hao JS Kabylie. Mmoja ya wachambuzi hao ni Mohamed Mushrafi, alieleza kitendo cha Pacome kujumuishwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast ilikuwa ni ishara ya hatari kwa JS Kabylie kutambua kwamba huyo ni mchezaji hatari. Mohamed Mushrafi yeye amesema hivi: wakati mechi za makundi zilivyopangwa tu na kuiona Young Africans wako kundi moja na JS Kabylie, alianza uchambuzi wa kikosi cha timu hiyo na kueleza kama kuna mtu hatari wa kuchungwa, basi ni huyu Pacome Peodo Zouzoua. Sijajua kama benchi la ufundi kama wamemfanyia kazi namna ya kumkaba, alielezea Mushrafi. Lakini alimalizia na kusema kwamba nilirudi nyuma na kuangalia mechi kadhaa ambazo Young Africans amecheza, lakini pia mara baada ya nyota huyo kuitwa timu ya taifa nikabaini yule ni mchezaji hatari ambaye JS Kabylie wakimchunga ipasavyo, basi wanaweza
kuwa na mchezo mzuri. Kwa maana hiyo tunaweza tukasema kwamba Pacome Peodo Zouzoua ameipeperusha vyema bendera ya Young Africans kimataifa kwa kitendo cha kuitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast na kuanza kikosi cha kwanza katika eneo la kiungo mshambuliaji. Pacome Peodo Zouzoua kumezidi kuiweka ramani ya soka ya Young Africans kimataifa zaidi. Pacome alikuwa mmoja ya wachezaji walioanza katika mchezo wa kirafiki wa kimataifa baina ya Ivory Coast na visiwa vya Seychelles, ambapo timu hiyo iliibuka na ushindi wa mabao 7-0. Itakumbukwa Pacome ndio mchezaji pekee kutoka barani Afrika aliyeitwa katika kikosi cha timu ya taifa, huku nyota wengine wakitokea barani Ulaya na kwengineko. Pacome mgongoni akiwa na jezi namba 7 ya Ivory Coast alishiriki kutoa mchango katika mabao yote 7 na kuiweka katika ramani bora klabu yake, huku na yeye akijiuza zaidi kwa wale maskauti na kadhalika. Star huyo wa Young Africans alishinda tuzo ya Man of the Match katikati ya mastaa wenzie waliokipiga Ulaya baada ya kuhusika kwenye magoli 7 yaliyofungwa na timu hiyo. Miongoni mwa mastaa waliocheza naye Pacome Peodo Zouzoua kwenye timu ya taifa ya Ivory Coast ni kutoka katika vilabu vya Wolverhampton ya huko nchini England, Nottingham Forest ya nchini England, RB Leipzig ya nchini Ujerumani, Aston Villa ya nchini England, Başakşehir ya nchini Uturuki, Panathinaikos na Trabzon ya huko nchini Uturuki, Hoffenheim ya huko nchini Ujerumani. Wachambuzi mbalimbali walimzungumza Pacome mara baada ya mchezo huo na kusema kwa kiwango cha nyota huyo anastahili kucheza Ulaya, lakini anaweza kuangushwa na umri kuwa umesogea zaidi. Hiyo ndio inaweza kuwa sababu ya kushindwa kukipiga huko barani Ulaya. Walisema kupitia mchezo huo Pacome ameitangaza ligi kuu ya Tanzania bara kimataifa, kufungua milango ya wadau kutaka kuifuatilia, kwani nyota huyo amefanya vizuri na ameonyesha kipaji chake. Kwa hiyo maskauti wameanza kushtuka kwamba kumbe kwenye ligi ya NBC Premier League kuna wachezaji wazuri. Basi hapo ndipo ambapo wameanza sasa kufuatilia ligi hiyo na kuona kama wanaweza wakapata wachezaji wengine ambao waliokuwa bora kama Pacome Peodo Zouzoua. Kwa hiyo Pacome ameiuza ligi yetu ya NBC Premier League. Pacome ameiuza klabu yake ya Young Africans, lakini Pacome amejiuza yeye mwenyewe huko kimataifa. Kwa hiyo nini ambacho kitatokea tusubiri na tuone, lakini zaidi hawa wachambuzi pia wamekuwa wakianalyze kile ambacho amekifanya Pacome Peodo Zouzoua na amepata ustaa huko. Inaweza kuwa na faida na hasara kwa klabu ya Young Africans. Faida ni kwamba wanaweza wakafanya biashara kubwa wakapata pesa nyingi sana, kwa sababu hawa wenzetu mataifa ya kaskazini wao pesa sio shida. Lakini hasara pale ambapo utamkosa Pacome Peodo Zouzoua na kukosekana kwa replacement yake inaweza ikawa changamoto. Tumeona alivyoondoka Fiston Kalala Mayele, kuna namna fulani Yanga wali struggle. Yes, wamempata Dube, lakini tunamuona Dube naye ana struggle kwenye ufungaji. Andy Bobo Boyeli pia bado uwezo kaeka level za Fiston Kalala Mayele, lakini walipita pia wachezaji wengi ambao wengine pia waliondoka kama Fiz Konkon, bado hawakumpata kama alivyokuwa Fiston Kalala Mayele. Kwa sasa tunamzungumza mchezaji bora wa Afrika kwa wachezaji ambao wanacheza ndani. Kwa hiyo unaweza ukapata pesa lakini ukampoteza mchezaji mzuri kwenye kikosi chako. Lakini kwenye mpira tunaweza tukasema si hasara, kwa sababu wachezaji wengi wazuri pia waliuzwa kwenye timu zao. Cristiano Ronaldo aliondoka Manchester United akaenda Real Madrid, kina Gareth Bale, kina Cesc Fabregas na wachezaji wengi wazuri walitoka katika timu zao pendwa akaenda timu zingine na maisha yakaendelea. Kwa hiyo kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa, Pacome Peodo Zouzoua tayari ameiweka Young Africans kwenye ramani nzuri. Tusubiri nini ambacho kitatokea, lakini kwa nyakati zote tulikuwa tukipewa nguvu na Bati Quality, mabingwa wa kutengeneza na kuzalisha mabati. Kuna mabati ya aina zote, kwa maana yale ya mgongo mpana, mgongo membamba, yale ya mfano wa chenga chenga na yale ya
yale ya mfano vigae na yale ya material ya chenga. Ukiagiza mabati na bati quality, misumari na usafiri kwao ni bure kabisa. Wacheki kwa namba ya simu ambayo inapita hapo ili kila kitu kiwe mukide. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.